Profesa Abraham Kithure Kindiki, waheshimiwa mawaziri, makatibu, gavana wetu wa Meru, waheshimiwa wabunge, MCAs, wakulima wa Meru Dairy, hamjambo. Hamjambo tena. Mogeni kaire. Bwana Yesu asifiwe. Maziwa pesa. Hebu mnisalimie hivyo hewani nione watu wa Meru. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu ametupatia nafasi ya kufika hapa Meru kwa siku nyingine tena. Nataka niwapongeze mwenyekiti wa board ya Meru Dairy na huyu bwana Gitonga Kenneth ambaye ni CEO wetu. Na zaidi niwapongeze wakulima wa Meru Dairy. Wakati nilikuwa hapa mwaka uliopita, Meru Dairy ilikuwa namba 2 kwa Kenya kwa mambo ya maziwa. Na niliwaeleza wakati huo ya kwamba munaweza kuwa nambari 1. Leo mimi nafurahi kwamba nimekuja Meru mwaka huu tarehe ya leo, wakati Meru Dairy imekuwa dairy namba 1 processor katika taifa letu la Kenya. Mimi nawaambia pongezi sana. Na kwa sababu ya bidii yenu, mimi nataka niwaeleze ya kwamba mimi nimefika hapa kwa mwaliko wenu, na sio kwa sababu nimepotea njia ama nimekosa kazi. Nimekuja hapa makusudi ili niwatie moyo ya kwamba mnafanya kazi mzuri na serikali ya Kenya itasimama pamoja na nyinyi. Nyinyi mulinipatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na muliniambia mambo kadhaa mnataka irekebishwe, na mnataka mambo fulani ifanywe ili watu wa Kenya maisha yao ibadilike. Muliniambia kwanza tupange mambo ya uchumi. Mukanieleza tupange mambo ya kilimo vizuri. Mukanieleza tupange mambo ya masomo ya watoto wetu vizuri. Mukanieleza tupange mambo ya afya vizuri. Na mkanieleza ya kwamba tupange nafasi ya ajira ya vijana wetu katika taifa letu la Kenya. Ni kweli ama si kweli? Na mimi niko na report ya hiyo kazi mlinipatia. Kwanza muliniambia ya kwamba mnataka mambo ya elimu ya watoto wetu ishughulikiwe vilivyo. Pale tulikuwa na matatizo ya CBC, watu hawakuelewa, wazazi hawakujua junior school itakuwa wapi, watoto program hiyo inaendelea namna gani. Tulikuwa na matatizo makubwa ya walimu. Tulikuwa na shida kubwa, madarasa mengi hayakutosha, na pia university zetu zilikuwa na matatizo ya pesa. Mimi nataka niwaeleze kufikia sasa walimu tumewaajiri 76,000 wapya. Kabla ya Januari tutakuwa tumeajiri walimu wengine 24,000, tujaze wawe 100,000. Pamoja na wabunge tumejenga madarasa 23,000 mpya, ndio kila mtoto apate nafasi ya kusoma. Na vile vile ile matatizo ilikuwa kwa university, tumeweka program mpya
ya student centered model ya financing ya higher education. Leo mauniversity yetu wanaweza kusomesha watoto wetu, wanaweza kulipa lecturers, wanaweza kufanya kazi ile ingine yote ambayo inawahitaji, na masomo iko laini ya kwenda mbele kama taifa letu la Kenya. Na ni kwa sababu elimu ni muhimu, kwa sababu ndio inatupatia usawa kama taifa la Kenya. Mtoto wa tajiri na maskini wanakuwa sawa wakiwa wamepata elimu, na ndio sababu nimehakikisha ya kwamba pesa inapatikana ya kutosha kuajiri walimu, kuhakikisha kwamba watoto wanasoma na kuhakikisha kwamba universities zetu zinasonga mbele. Jambo la pili mlinieleza ni kwamba lazima vile vile tusimamie kilimo vizuri, na kilimo ituzalishie uchumi na iweke pesa kwa mifuko ya wakulima wetu. Mliniambia hamkuniambia? Si mlinieleza? Hatua ya kwanza tulisema kilimo haiwezi kwenda mbele kama gharama ya mambo ya pembejeo na fertilizer iko juu. Hatua yetu ya kwanza ilikuwa ni kupunguza gharama ya mbolea, na tukahakikisha kwamba kuna mbolea ya kutosha. Kufikia sasa mbolea tumepunguza ya kahawa, tumepunguza ya chai, tumepunguza ya ngano, tumepunguza ya mahindi, tumepunguza ya miwa, na tumehakikisha ya kwamba kila mkulima amesajiliwa, ndio kila mkulima aweze kupata mbolea yake, kwa sababu tunamtambua. Mwaka huu peke yake tumepatiana mbolea ama tumeuza kwa wakulima mbolea magunia milioni 6, na hiyo kazi inasonga mbele. Na vile vile tukasema value chains ya kilimo, KTDA inayoongozwa na Bwana Mudhaura kama CEO, pia tumewapatia pesa ya kupunguza gharama ya mbolea kwa wakulima wa chai. Wakulima wa chai walikuwa wanalipa shilingi 5,500 kwa gunia moja. Sasa tumewapunguzia ni 2,500. Sababu hiyo ndio kilimo ya chai imeongeza mapato ya wakulima kutoka shilingi bilioni 140 in 2022. Mwaka uliopita tulifikisha bilioni 215. Pale kwa kahawa mnajua, huyu Oparanya anajua. Pale kwa kahawa tulikuwa na watu wajeuri sana. Walikuwa wameharibu biashara ya kahawa. Watu wachache. Mtu mmoja ako na leseni, yeye ni mkulima. Ako na leseni ya broker. Ako na leseni ya mila. Na yeye ndiye ananunua kahawa kule Nairobi Coffee Exchange. Mtu mmoja. Anahangaisha wale wakulima wengine wote hapo katikati. Tukavunja hiyo cartel. Bei ya kahawa mnajua, ambayo ilikuwa karibu shilingi 65. Wakulima wengi wa kahawa mwaka huu wamelipwa 100 kwa kilo, 110, 120, 140, mpaka wengine 150. Ni kweli si kweli? Na ni kwa sababu tumeweka usimamizi mzuri, tumeongeza mapato ya wakulima wetu wa kahawa, kwa sababu tunataka kilimo iweke pesa kwa mfuko ya mkulima. Vile vile nyinyi ni wakulima ama wafugaji wa dairy. Katika sekta hii ya dairy nilisema ya kwamba tunataka mkulima, kwa sababu yeye ndio mtu wa muhimu katika mambo ya kuzalisha maziwa. Pale 2022 wakulima walikuwa wanapata 35 shillings, sehemu zingine 40 shillings. Tukasema tunataka kusukuma hii bei ifike 50 shillings. Mimi nataka nishukuru Meru Dairy. Wanalipa 53 shillings, mkulima anapata 50,
Wale wengine hapo katikati processors na wengine wanapata shilingi 3. Na mimi nataka nimshukuru Bwana Gitonga na bodi yake, they are doing a wonderful job. Wapigie makofi hao watu. Wanawalipa shilingi 50. Sini 50. So mimi nataka nikuweze Bwana Gitonga na timu yako, endelea kulipa wakulima hawa pesa ambayo inatoshana na jasho yao.